Baada ya kukuletea habari za vita na machafuko yanayoendelea katika mataifa ya Afrika na duniani kote, lakini kwa sasa tuangalizie upande wa afya. Hivi karibuni ulifanyika mkutano wa wenyekiti wa kamati za afya kwa mabunge ya Afrika uliojadili na kutathmini idadi ya watu na maendeleo hususan katika huduma za afya. Mkutano huo uliotoa fursa kwa wabunge wa kamati za afya za mabunge ya Afrika kujadili kwa kina uhusiano wa huduma za afya na ongezeko la idadi ya watu barani humo. Akizungumza katika mkutano huo, naibu waziri wa afya Dr. Gorin Molel amesema umefika wakati kwa nchi za Afrika kuanza kutafuta majawabu katika matumizi sahihi ya rasilimali ilizonazo ili kuinua huduma za afya za kibingwa na bobezi kwa kutumia teknolojia mpya na za kisasa. Dr. Molel amesema ana matumaini kuwa tafiti za kina, matumizi sahihi ya rasilimali na kuweka sera bora ni mambo yanayoweza kuivusha Afrika katika suala la afya, ikiwemo afya ya mama na mtoto. Naye mbunge wa Singida Magharibi ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi, Eli Bariki Kingu, anasema mkutano huo utafungua mawazo mapya juu ya sekta hiyo Tanzania na Afrika kwa ujumla. Akifungua mkutano huo, spika wa bunge Tanzania ambaye pia ni rais wa umoja wa mabunge duniani IPU, Dr. Tulia Ackson, anawataka wabunge kutumia mkutano huo kuendeleza umoja uliopo na kushirikiana kutatua changamoto za kiafya zinazozikumba nchi nyingi za Afrika. Alisisitiza uwajibikaji kwa wabunge ili kuleta mabadiliko chanya katika sekta hiyo na nyingine katika mataifa yao. Mabadiliko yataanza na sisi wenyewe kama wabunge na watu wenye mamlaka ya kupanga na kuzisimamia serikali zetu, ili yale mazuri tunayoyatarajia yatokee basi yaanze na sisi kuwajibika, alisema Dr. Tulia. Kingu amesema moja ya maazimio ya mkutano huo ni kuzishauri serikali za Afrika kutumia rasilimali zilizopo kuwekeza zaidi kwenye sekta ya afya. Aidha, anasisitiza kuzisimamia ipasavyo bajeti zinazoelekezwa katika sekta hiyo ili kufanikisha malengo yanayotarajiwa. Ili uendelee kupata habari zetu, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Stein TV_TZ. Msomaji wako ni mimi Ikram Hussein.